Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu ala alihi wa sahabi ajmain ila yawmiddin, amma ba'd. Naam, ndugu zangu wa Nadu Online TV, biiznillah tabaraka wa taala, leo tumeanza kutoa hizi zawadi za mwaka huu biiznillah. Kila mmoja nadhani anaona kitabu hichi ndio kile ambacho tulikuwa tunakisema kinaitwa Nguvu ya Tiba. Kimepatikana katika hii kwanza, nafasi ya kwanza. Ni kitabu ambacho kimesheheni mambo mengi. Haya ni machache tu ambayo yameonyeshwa hapo: viumbe abjadi, Qur'ani, lakini kina namba 1, 2 mpaka 3. Kama kitu umeona kipo ama kimeongezewa, ujue ni miongoni mwa yaliyokuwa yanahitajika yawepo katika hichi kitabu. Sawa. Lakini vile vile hichi kitabu, na hichi kitabu kinachoitwa Koba la Uganga. Hichi kitabu kinaelezea miti mingi, yani ukisoma Jiko la Uganga ni kule kama ni mwanzo. Sasa hapa unakuja kukomazwa. Kuna mambo mengi wewe unatakiwa uyafahamu, ambayo ukiwa nayo kama mtaalamu ndipo sasa tunasema umekomaa. Utajua miti mingi na kazi zake, njia za uchimbaji wa dawa, namna gani sahihi za kutengeneza madawa, lakini utaelewa mambo mengi kwa kutumia. Maana hii Koba la Uganga ni kitabu kilichojaa elimu wenye ujuzi na zilizotumika na wazee wetu. Hapa unaweza sema ni shina la uganga. Ni kitabu, ni miongoni mwa vitabu vyenye faida nyingi sana. Sawa, ni mambo mengi sana hichi kitabu kimekusanya biiznillah. Kuna mambo mengi, kina mambo mengi kuliko wewe na mimi tunaweza kuelewa, kama mambo ya mtupepoli hapa ya kinga ya mji, yani hadbadili kwa kutumia miti, hii kupiga mangu, nguvu za kiume, dawa ya chakula, maradhi mengi, mambo mengine ambayo tunachota, tengeneza kiumbe wa tiba, dawa ya tapisho. Kitabu ambacho kimekusanya mambo mengi sana. Lakini kwa wale ambao wamesoma Barahati namba 1, sasa hii ni Barahati namba 2 yake, miujiza Barahati namba 2. Kama ulisoma namba 1, basi hii ni namba 2 yake. Kitabu kilichokusanya mambo mengi sana. Kina mambo mengi, kina matarasimu, kina mambo mengi sana ambacho ukiunganisha na Barahati utakuja kuyaona. Hili ni jina la 9, kuomba chochote, kutoa uchawi katika miji. Ni mambo mengi ambayo ukisoma utakuja kuona. Na hii Barahati biiznillah ni kitabu ambacho kinaweza kukusaidia katika masuala mengi sana. Kuna hii nyingine ni Mujarrabat Kun Fayakun. Hichi ni kitabu ambacho nishawahi kukielezea baadhi kwenye video zetu. Nisema hichi kitabu kimekusanya maajabu ya Surati Ikhlasi, maajabu ya kutumia Ghajul Arishi, hii maajabu ya Surati Tarak, kufungua kipato na majambo. Humu kuna faida ya Sini Bahari, kuna namna ni mambo mazito. Ghajul Arishi ni dua mujarrab. Ni kina mambo mengi sana. Ni wenyewe ni kitabu cha wakubwa sana. Usikitumie hichi kitabu kama wewe umuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kitabu ambacho kina masuala mengi. Leo kimeshika kitabu chenye njia na siri zenye kupambana na maadui na kujikinga nao. Katika kitabu hichi kimebeba tarasimu za moto, sura za Qur'ani, mitishamba, kuna njia ya kutumia koza shikeli na kufanya majambo yoyote kama vile mvuto, sijui na funguo na masuala mengine yanayofanana hayo. Ni kitabu kikubwa mno. Ingawa watu wengi wanaweza kusema kitabu mbona kama kina kurasa chache. Mimi siangalii ukubwa wa wingi wa makaratasi, naangalia umuhimu na vitu gani vizuri, ili hata miaka inayokuja huko watu waje kunishukuru. Maana kuna mpaka miti mikubwa kama hii, maajabu ya mkumbi, kutengeneza mahaba na mambo mengine. Ni kitabu ambacho kina siri nyingi biiznillah. Kwa hiyo vitabu ambavyo ni vipi vya mwaka huu, cha kwanza ni hii Koba la Uganga. Ni kitabu ambacho kuna hii nyingine kinaitwa hii Mujarrabat Kun Fayakun. Kuna hii tunasema miujiza majina 28 ya Barahatia. Lakini kuna hichi kitabu kinachoitwa Nguvu ya Tiba. Sawa, hichi kiliwahi kutoka lakini watu wengi sana hawajakipata. Waliopata ndo wanajua faida yake. Hii ni uchawi wa panya pamoja. Inshallah biiznillah
nadhani ndani ya mwisho wa mwaka tunaweza kukikuta namba 2 yake au na namba 3 yake, yote zikatoka kwa pamoja. Lakini kitabu kingine bado sijavitoa na vyote vimetoka. Kwa hiyo mwaka huu inshallah kwa hapa tuvipokee kwanza hivi, na sasa hivi unaweza ukavipata kwa ofa ya Ramadhani. Baada ya kisha Ramadhani kila kitabu kitarudi kwenye bei yake. Kuna kitabu hapa kinauzwa 30, kuna kitabu kinauzwa 20 na vitabu vingine, lakini kwa ofa hii ya Ramadhani kwa ataichukua kwa kutumia njia ya mtandao atalipa 10,000, lakini kwa ataichukua kitabu cha kawaida basi kwa hivi vipi atalipa 15,000. Kuna kitabu kimoja hapa atalipa kwa 20,000. Ni hichi kitabu cha Mujarrabati Kun Fayakun. Kwa hiyo niwatakeni masomo mema. Mwalimu Ibuka na Royal TV. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.